Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU ndugu Crispin Chalamila amezindua warsha iliyowakutanisha wadau wa soka nchini kujadili masuala ya rushwa katika michezo. Warsha hiyo iliyofanyika leo imeandaliwa na TAKUKURU ikiwa na lengo la kupambana na vitendo vya rushwa katika soka. Mada kuu imejikita katika kuchambua changamoto za rushwa, ikiwahusisha wadau mbalimbali wakiwemo vilabu vikubwa na wafadhili wa michezo. Kama alivyodokeza mkurugenzi hapa, siku zote wito TAKUKURU unashtua kidogo mtu kwamba sasa TAKUKURU wananialikaje, wanahitaji TAKUKURU. Lakini tunashukuru nyinyi hamjapata hofu hiyo, mmekuja kwa wingi wenu kadri ilivyowezekana ili tujadili ajenda muhimu ya michezo, hususan soka, mchezo pendwa nchini kwetu. Tatu, ninakukaribisheni rasmi katika warsha hii muhimu inayolenga kujadili kwa kina na kuweka mikakati ya pamoja ya kuzuia na kupambana na rushwa katika mchezo wa mpira wa miguu nchini. Warsha hii ni jukwaa muhimu la kubadilishana mawazo, kujifunza na kujenga mwelekeo wa pamoja katika kulinda heshima ya mchezo wetu. Ndugu washiriki, mpira wa miguu si burudani tu, bali ni uchumi unaokua, ni chanzo cha ajira kwa maelfu ya vijana, ni jukwaa la kuibua na kukuza vipaji, na pia ni nyenzo muhimu ya kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia mpira wa miguu, vijana wengi hupata matumaini mapya, jamii huungana na vile vile taifa huimarika. Ndani ya mchezo huu wa mpira wa miguu kuna ndoto za vijana wetu, yaani ndoto za mafanikio, ndoto za kuliwakilisha taifa na ndoto za kubadilisha maisha yao na ya familia zao. Lakini pia kuna matarajio ya mashabiki na heshima ya taifa letu mbele ya dunia. Hata hivyo, pale ambapo kutajitokeza vitendo vya rushwa, ndoto hizo zitavunjika, uadilifu utapotea, haki itakosekana, imani ya mashabiki itapungua, na thamani ya soka letu kwa ujumla itashuka kote ndani na nje ya mipaka yetu. Hali hii isipodhibitiwa inaweza kudhoofisha kabisa misingi ya mchezo huu. Hivyo ndugu zangu, tumekutana hapa ili kuona namna ambavyo kwa pamoja tunaweza kujipanga ili kudhibiti madhara haya yasitokee katika taifa letu. Ndugu washiriki, tatizo la uwepo wa malalamiko au viashiria vya uwepo wa vitendo vya rushwa katika mpira wa miguu si la Tanzania pekee, bali la dunia nzima. Tunatambua kwamba zipo jitihada mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika ili kunusuru michezo yetu kujihusisha na vitendo vya rushwa. Katika ngazi ya kimataifa, shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA limeweka programu mbalimbali za uadilifu, limeweka mifumo ya ufuatiliaji wa mechi na masoko ya ubashiri, lakini pia wamekuwa na utaratibu wa kutoa elimu kwa wadau ili kuwajengea uwezo wa kutambua na kupiga vita vitendo hivi. Vile vile ligi ya mabingwa Ulaya UEFA wanatumia teknolojia za kisasa kuchambua mienendo ya mechi na kubaini viashiria vya upangaji wa matokeo mapema, hali ambayo hujitokeza kutokana na kukosekana kwa uadilifu na kujihusisha na vitendo vya rushwa. Jitihada hizi zinaonyesha wazi kuwa vita dhidi ya upangaji matokeo ni ajenda ya kimataifa inayohitaji mshikamano wa wadau wote katika kuishinda. Kwa Tanzania, shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF limekuwa likichukua hatua mbalimbali katika kupambana na tatizo hili. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha kanuni za maadili, kutoa elimu kwa wadau mbalimbali wa mpira wa miguu na kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya wale wanaobainika kujihusisha na vitendo vinavyokiuka maadili ya mpira wa miguu, ikiwemo vitendo vya rushwa. Katika hatua nyingine, kupitia katiba ya TFF pamoja na sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329, TFF kwa kushirikiana na TAKUKURU ilizindua kampeni ya kupinga upangaji matokeo. Kampeni hii imetokana na kuona kwamba upo umuhimu wa kuchukua hatua za pamoja ili kudhibiti vitendo vya rushwa katika mpira wa miguu. Warsha hii inafanyika kwa kutambua ongezeko la hatari zinazotokana na aina mbalimbali za rushwa zinazoathiri uadilifu, uaminifu na maendeleo ya mpira wa miguu. Aina hizi zinajumuisha upangaji matokeo ya mechi, match fixing, utoaji na upokeaji rushwa kwa viongozi au wanamichezo wenyewe, usimamizi mbovu wa mapato na matumizi ya fedha, matumizi mabaya ya madaraka, pamoja na dosari katika uhamisho wa wachezaji. Hivyo leo hii tuko hapa ili kwa pamoja tuyajadili hayo, na zaidi ya yote kwa pamoja tuweke mikakati inayotekelezeka ili kuleta mabadiliko chanya. Ndugu washiriki, kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329, TAKUKURU inawajibika kushirikiana na kuwashirikisha wadau mbalimbali katika mapambano dhidi ya rushwa. Vilevile sheria hii inaweka wazi kuwa tatizo la rushwa ni gumu na lina pande nyingi, hivyo haliwezi kushughulikiwa na chombo kimoja pekee.
Hivyo ushirikiano baina ya taasisi za serikali, sekta binafsi na wadau wa kijamii ni jambo la msingi ili kuhakikisha kuwa mianya ya rushwa inazibwa. Majadiliano kupitia warsha hii ni sehemu ya juhudi endelevu za TAKUKURU katika kuboresha uwazi, kuongeza ufanisi na kuimarisha uwajibikaji katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo sekta ya mpira wa miguu. Katika kutekeleza wajibu huo, na kwa kuwa kama kauli mbiu ya TAKUKURU inavyosema kwamba kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu, ni wajibu wa kila mmoja wetu hapa kuzuia rushwa. TAKUKURU ambao ndio chombo kilichopewa dhamana ya kuongoza mapambano hayo, limeona kuna umuhimu wa kuwaalika ninyi ili kujadili namna bora ya kuzuia na kupambana na rushwa katika mechi za mpira wa miguu. Hii ni fursa pekee ya kuimarisha mshikamano wa pamoja na kuweka mkakati wa kudumu unaozingatia changamoto halisi zitakazojadiliwa hapa. Ndio maana mliojumuika hapa ni wadau kutoka taasisi na makundi ambayo mnahusika moja kwa moja na maendeleo ya soka hapa nchini. Ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, si mara ya kwanza kwa TAKUKURU kukutana nanyi wadau wa mpira wa miguu. Mtakumbuka kuwa mwanzoni mwa mwezi huu Aprili mosi 2026, baadhi yenu tulikutana hapa kujadili kuhusu mianya ya rushwa na upotevu kupitia mapato na katika matumizi ya vilabu vyetu. Na ninatambua kwamba wiki iliyopita hapa jijini Dar es Salaam kulikuwa na warsha ya waandishi wa habari za michezo ambapo mlitualika kutoa mada. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano ambao mmeendelea kutupatia katika jukumu la kuzuia na kupambana na rushwa nchini. Ila tathmini ndogo iliyofanyika kutokana na yaliyojadiliwa katika warsha hizo inaonyesha kuwa bado kuna tatizo tunalotakiwa kukabiliana nalo kwa pamoja kama wadau wa mpira wa miguu. Ndugu washiriki, kama nilivyotangulia kuzungumza, rushwa katika michezo ina madhara makubwa na ya muda mrefu. Kwa hiyo tukisimama pamoja tunaweza kuibadilisha hali hii. Kinachohitajika si maneno pekee, bali kunahitajika vitendo, dhamira ya kweli na ushirikiano wa karibu. Pamoja na mambo mengine, tunahitaji mosi, elimu endelevu kwa wadau wote ili kuongeza uelewa. Pili, mifumo salama na ya kuaminika ya kuripoti vitendo vya rushwa. Tatu, ushirikiano imara kati ya taasisi za michezo, serikali na vyombo vya sheria. Na pia tunahitaji utekelezaji wa sheria, kanuni na miongozo kwa haki, uwazi na bila upendeleo. Hii zaidi ya yote, tunahitaji kujenga utamaduni wa kukataa rushwa na kuwa na utamaduni wa kusimamia haki na uadilifu katika mpira wa miguu nchini. Niseme tu sisi TAKUKURU swala hili tunalipa uzito wa kipekee. Ndio maana katika utambulisho hapa mmeona umetambulishwa viongozi wengi kwa TAKUKURU. Niseme tu wazi, katika wakurugenzi takriban 10 waliopo TAKUKURU, kuna wakurugenzi kama 5-6 hapa, na hata wale ambao hawapo hapa leo sababu kwenye majukumu mbalimbali ya kikazi na wako nje ya nchi. Lakini niliagiza kabisa kwa wote waliopo nchini tukutane hapa kujadili swala ambalo ni muhimu, ni nyeti sana, kama hata walivyotuambia kiongozi wetu kutoka wizarani kule kwamba mpira unaleta furaha, unaleta amani, unaleta mshikamano. Kwa maana yake mpira ukivurugika, hususan soka ambao ndio mchezo pendwa sana nchini kwetu, kwa hayo ya amani, furaha na hii yatatoweka. Sasa sisi kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tuna interest katika hilo, kuona kwamba hiyo amani haivurugiki, kwa sababu amani ndio msingi wa kila kitu. Huwezi kupata maendeleo ya maana na endelevu pasipo kuwepo amani. Tunajua mamilioni ya Watanzania ni wapenzi wa kweli wa soka miongoni mwa michezo mingine, lakini soka ndio mchezo pendwa sana nchini kwetu kama ilivyo duniani kote. Kwa lazima tulinde, tuangalie kwa jicho la wivu kuona kwamba hauvurugi kwa namna yote ile, kwa maslahi binafsi tu ya kutafuta mafanikio au pengine ya kibiashara, yote iwavyo, lakini lazima tuulinde mchezo. Kwa hiyo uwepo wenu hapa kweli tunashukuru, tumewapa uzito mkubwa kama ambavyo na sisi tusema tumekuja kwa wingi wetu. Hata mimi nimeingia tu siku ya manane, nilikuwa mbali katika ugaibuni, sababu kikao cha kwanza nilikikosa, na hivyo sasa hiki cha pili ni wewe ili na mimi nisaidie kupaza sauti katika hili jambo. Katika majukumu ya msingi ya TAKUKURU yako yana pande tatu. Kuna suala la kutoa elimu, kuzuia rushwa, lakini vile kuchukua hatua ndio maana yake masuala ya uchunguzi, baadaye mpaka kupelekana mahakamani na mambo kama hayo. Lakini tunalolipa kipaumbele katika kuzuia rushwa kupitia elimu. Sasa leo tumekutana katika warsha hii kujadiliana kwa malengo makubwa mawili ya kuzuia rushwa na kupeana elimu ili tusifike katika hizo hatua zingine. Lakini kama taasisi ya kiuchunguzi tuna taarifa nyingi, taarifa mbalimbali
Lakini nasema siku zote, hebu wakati mwingine tuonyane, tuelezane shida iliyopo, basi kama tukiafikiana wote tukubaliane kutibu tatizo. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.